Awali ya yote ninapenda nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutufikisha kuwa wazima mpaka dakika hii. Lakini pia shukrani za pekee zimwendee Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutujumuisha katika kila sekta watu wenye ulemavu nchini Tanzania. Lakini pia shukrani zingine zimwendee Waziri Mkuu ambaye kwa sisi wenye ulemavu kuwa chini yake na kuendelea kuturatibu mambo yetu ya wenye ulemavu. Kwa kuthibitisha hili, hata kwenye hotuba yake amezungumza kuwa yeye ni mdau mkubwa wa watu wenye ulemavu. Tunashukuru sana. Moja kwa moja kwa kuokoa muda, mwenyekiti, mchango wangu utajikita katika ukurasa wa 71, 72 ambao uratibu wa masuala ya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba ya Waziri Mkuu ilieleza kwamba serikali imewezesha bohari ya dawa kuzalisha na kusambaza vifaa saidizi na mafuta kinga kwa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vifaa saidizi kwa sisi watu wenye ulemavu, naweza nikatolea mfano, ni sawasawa na samaki na maji. Huwezi kuvitenganisha. Ukimweka samaki nchi kavu atatapatapa, mwisho wa siku mambo yataharibika. Vivyo hivyo hata sisi watu wenye ulemavu. Mimi nimefika hapa kwa sababu tu nina vifaa saidizi vimeniwezesha kuingia humu na kutekeleza majukumu yangu ya kiubunge kama wabunge wenzangu. Niombe serikali, vifaa hivi vimekuwa ni gharama na wote tunafahamu, watu wenye ulemavu hali zetu tunazifahamu, ziko duni. Nitolee mfano, mguu bandia kwa aliyekatikia juu ya goti miwili. Nitolee mfano moja kwa moja kwenye hospitali yetu ya Muhimbili pale Moi. Unapata invoice ya milioni 7 miguu miwili. Sasa niambie, mtu mwenye ulemavu wa kawaida hiyo gharama naipata wapi? Lakini si hivyo tu, vifaa saidizi tukimaanisha hata magongo na crutches kama hizi ninazotembelea mimi, bado ni gharama kwa mtu mwenye ulemavu. Namzungumzia mwenye ulemavu wa hali ya kawaida kule kijijini, kwenye kata na kwenye wilaya kule ambapo wanapatikana. Hizi gharama nazipata wapi? Nishauri mwenyekiti, kama Waziri Mkuu, serikali imewezesha hata KCMC wameiwezesha kuzalisha mafuta kinga kwa watu wenye ualbino. Wako wadau mbalimbali ambao wanazalisha vifaa saidizi. Maana vimekuwa adimu, ndio maana hata gharama zinakuwa kubwa. Waviwezeshe hivi hospitali, kila mkoa pawepo basi hata hospitali ambayo inatoa vifaa saidizi, na ili kurahisisha maisha kwa watu wenye ulemavu. Vinginevyo hali zetu zinakuwa ni mbaya sana. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nazungumzia swala la mikopo ya 10%. Kwa wenye ulemavu tunapata 2%. Imezungumzwa sana na wenzangu wazungumzaji waliotangulia. Sisi watu wenye ulemavu nchini Tanzania kuna aina 13 za watu wenye ulemavu. Kuna aina moja ya ulemavu ambao ni ulemavu wa akili, hawana sifa ya kupata huu mkopo. Lakini ikumbuke kwamba kuwa na ulemavu maisha yanaendelea kama kawaida. Atahitaji kula, atafanya biashara, na tukumbuke kwamba kuna dawa ambazo wanatumia, akitumia na kuwa sawa. Sasa serikali imewatoa kabisa kwamba hawa watu hawapati hii mikopo. Nikumbuke kwamba sisi wenye ulemavu hatuishi peke yetu, tunaishi na ndugu zetu, aidha ni mama, ni baba, ni mume, mke, tunaishi nao. Wanaweza serikali ikaja na mpango mwingine wa kuwafikiria hawa walemavu wa akili, nao waingie kwenye hii ya kuwapatia mikopo hii ya 2%, ili nao waweze kufaidika keki hii ya taifa ambao wenye ulemavu wengine wanaipata. Ikishindikana hilo, ushauri mwingine basi wafikiriwe wapewe ruzuku, ili mradi tu kurahisisha maisha yao waendelee kuishi kama watu wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hotuba pia ya Mheshimiwa Waziri amezungumza kabisa kwamba serikali imewezesha kituo atamizi kilichopo Singida pale Sabasaba. Chuo hiki ni moja ya vyuo vingi ambapo serikali
imeboresha. Lakini namuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama itaona inafaa aweze kuvitembelea hivi vyuo, vina changamoto ikiwemo wakalimani wa lugha ya alama. Mfano mzuri, chuo cha Rwanzali mkoani Tabora hakina mkalimani. Hata juzi likizo nimetoka huko, nimeona bado mkalimani hayupo. Hawa wanafunzi wanasomaje bila mkalimani? Naomba hili lichukuliwe kwa uzito ili kusaidia, na tutashukuru kama watatembelea na kutatua changamoto nyingi ambazo zinahusiana na hivyo vyuo vya watu wenye ulemavu. Lakini moja kwa moja nizungumzie watumishi wenye ulemavu, watumishi wa umma wenye ulemavu. Kuna mwongozo upo, mwongozo wa watu wenye ulemavu mahala pa kazi. Mwongozo huu hautambuliki kwa waajiriwa. Naomba serikali, ofisi ya utumishi na utawala bora waweze kuwatambulisha waajiri wote huu mwongozo, ili wafanyakazi wenye ulemavu waweze kupata haki zao kutokana na mwongozo ambao serikali ilikaa na kufikiria na kuona kutengeneza huu mwongozo, na si kuweka tu kwenye sehemu kwenye kampuni. Lakini sambamba na hiyo, ninaomba waajiri kupitia ofisi ya management ya utumishi wa umma na utawala bora, tunaomba waajiri wasiwanyime wafanyakazi wenye ulemavu fursa za safari za kazi, kwa sababu ya mtazamo chanya ambayo wanayo kichwani mwao. Sisi watu wenye ulemavu tunafanya kazi, na sisi tunatamani tupate hiyo fursa ya kusafiri ili tuweze kupata hicho kipato. Sambamba na hilo, kuna waraka wa per diem kwa wanawake ambaye ananyonyesha, analipiwa akiusafiri kwenye kazi, analipiwa nusu per diem kwa ajili ya kumsaidia mtoto anasafiri naye kazi. Sambamba na hivyo sisi watu wenye ulemavu, mimi mwenyewe siwezi kutembea peke yangu, ninahitaji msaidizi. Wafanyakazi wengi wa watu wenye ulemavu wanapoenda safari za kikazi wanapewa ile hela sawa na mtu mwingine. Kwa hiyo yeye atamchukua mtu wa nyumbani amsaidie kwenda naye, atamkatia ile per diem ambayo anapata, of which inakuwa sasa hela anaipata ni kidogo. Naomba ofisi ifikirie kutengeneza basi na waraka mwingine kwa watu wenye ulemavu, watambulike kuwa na msaidizi mahala pa kazi, na hasa wakisafiri kuelekea kwenye safari za kikazi. La mwisho, ofisi ya Waziri Mkuu inaandaa maadhimisho ya siku ya kimataifa, na pia sisi watu wenye ulemavu tuna siku yetu maarufu kama D-Day, Disability Day, ambayo ni tarehe 3 mwezi wa 12. Siku hii Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa ikidolola siku hadi siku. Mfano mzuri, mwaka jana tulifanyia Morogoro, ni sawa tu, ni kama ni kikao tu cha walemavu kata fulani. Tunaomba ofisi yako Waziri Mkuu, muendelee kuratibu hii siku ya watu wenye ulemavu duniani kama siku zingine za kimataifa za ukimwi na maadhimisho mengine. Muichukulie uzito na sisi tutafurahi, maana siku hiyo ndio siku ambayo watu wadau wanaweza kutoa mambo yao, wanaweza tukawajua wadau wanaojishughulisha na mambo yetu, lakini pia na sisi wenyewe kujulishana mambo mengi ambayo yanatuhusu sisi watu wenye ulemavu.